Shalom kanisa. Shalom. Ninalipenda sana neno la Yahweh. Tutaenda katika kitabu kwanza, sio somo letu la leo, lakini nataka tuende katika kitabu cha Samuel. Sura ni ya 25. Mstari wake ni wa 5 na wa 6. Tuone Daudi anasema nini. Nitasoma. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hawa vijana, kweni mwende Karmeli na kumwendea huyu Nabali ili mnisalimie. Na hivi ndivyo mtakavyomwambia, huyu aishie salama, amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwao wote ulio nao. Amen. Amen. Ninakumbuka siku moja mchungaji wangu, ninapenda Yahweh sijui, anapenda kunipa wachungaji wale ninawashinda miaka, watoto wangu na kwa wachungaji wangu, na kwa hiyo namshukuru Yahweh. Kwa sababu lazima niwatii. Sitaona umri, lakini nitaona kile kilicho ndani yao. Mchungaji wangu siku moja aliniambia, alimsalimia mama mmoja, Bwana asifiwe. Alipoachana na huyu ndugu na huyu dada, sauti ikakuja kwa ukali kumwambia, unamsalimia Bwana asifiwe, unajua bwana wake wewe? Unajua bwana wake? Lakini tutatembea kama ilivyokuwa neno la Yahweh. Sio mimi ninasema, ni neno la Yahweh linasema. Tunaona Daudi aliwaambia, endeni Karmeli, mmwambie huyu mtu, mtakapomuona kwanza mmwambie amani iwe juu yenu. Kuna watu wengi wanataka kumwambia amani iwe kwako, unaona na suba. Hata ni mchungaji ajui amani ni nini. Hata ni mtumishi anakuambia niko mtumishi, niko na miaka 30 kwa utumishi na Bible kwa makwapa, lakini unamwambia shalom, hajui shalom inamaanisha nini. Lakini neno la Yahweh nasema, akamwambia endeni huko, mtamsalimia amani iwe juu yake. Kwa hiyo sitaingia hapo sana, lakini ninaweza kupata maandiko mengi sana. Hata tukienda katika kitabu cha Yohana 20:19-20. Yesu alipofufuka, unaimagine tuone tu mtu anashuka hapa chini. Hata tuko tunaomba kila mtu atatafutana hapa. Lakini kwa sababu anasema kondoo wanajua sauti ya mchungaji wao. Alipowaambia amani iwe kwenu, wote walijua ni Bwana wetu, kwa sababu wanajua sauti ya mchungaji wao. Kwa hiyo si mimi ninasema, ni maandiko matakatifu ndio yanasema. Na mimi huwa ninakuwa na huo utaratibu mdogo wa kutaka kusalimia watu wa Yahweh, amani iwe juu yenu. Kwa sababu ni maandiko. Tutaenda katika somo letu la leo. Tunataka kuona Yahweh hana mtu yule anaweza kumwogopa isipokuwa yule tu anayeogopa neno la Yahweh. Uwe mrefu sana, uwe mnono kama mama papi, Yahweh hawezi kuogopa kama haogopi neno lake na kama haulitii neno lake. Lakini Yahweh anaheshimu wale wanaoheshimu neno lake. Kwa mara mingi tunajipata unaona kujipatia masheria. Masheria hii haitatusaidia. Mtu mmoja siku moja alikuwa ananishuhudia, nikasikia nikashtuka, kanitoa mahali. Mtoto ameomba ni baraka, lakini mtoto asikutenganisha na Yahweh. Kazi sikutenganisha na Yahweh. Pesa sikutenganisha na Yahweh. Yote iwe juu utukufu wa Yahweh. Kwa sababu mara nyingi tunasema unaona mtoto akakua, mke akakua, mwingine hata anaoa, anafanya miezi 2 hajakuta kanisani kwa sababu ameoa. Unashindwa. Shwari, Yahweh alikupa baraka. Baraka inarudia kwa kikwazo kwako. Tutaenda tuone Yahweh ni watu watatu walitumika pamoja na Yahweh. Na wakati mmoja nakuwa nasikia kama vile kushtoka. Mimi naona hata sijafanya hata nusu, hata kota sijafika. Lakini yule mtu mkisi alichoka. Alitumika sana sana, na alikuwa anaenda kwa mwili hivi, tumeona kama alikuwa anaenda kudinga ndani ya majaribu, ndani ya hatari ya kifo, lakini hakujali kwa sababu alikuwa anamtumikia Yahweh. Yahweh anamwambia enda, na anaenda. Lakini haikujalisha. Kitu kidogo tu kilimwambia Yahweh, akasema kale utaona lakini hautaingia. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 34. Tutaanza ni historia mrefu sana. Tunaona huyu alikuwa kama ni mchaguliwa tangia hatatoka tumboni mwa mama yake, kwa sababu waliwaua vijana wote wa Israeli. Lakini mama akasema huyu mtoto nitamficha majini. Yahweh akamuokoa, na huyu mtoto akaenda kuokoa taifa la Israeli. Mtu Mungu akamtumia. Lakini Yahweh ni Yahweh, atabaki kuwa Yahweh, ni mwenye haki. Yahweh si kigeugeu kama mimi na wewe. Yahweh ni mwenye haki siku zote. Kwa sababu ya kitu kadogo tu unakuwa nakumbuka hapa ndugu yangu, huyu babu yetu aliyetutangulia, ninasikia
baba, mimi ni nani? Tutasoma katika kitabu cha Kutoka. Soma tu maandiko madogo. Sura ni ya 34. Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ni ya 34 mstari wa 4 na wa 5. Tuone Yahweh anafanya nini na mtumishi wake Musa. Lakini nampenda Yahweh kwa sababu hata kwa mauti yake ndo alizika. Hakuna mtu anajua fasi kaburi la Musa liko. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nikisema nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Yahweh anasema nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Kwa jambo ndogo sana. Una imagine kuna wakati mmoja Yahweh anasema Musa, nataka kuangamiza hii taifa yote ya Israeli kwa sababu wako na shingo ngumu. Musa akamwambia, baba, kama utaangamiza niangamiza pamoja nami. Kwa sababu watu watatucheka. Ulitutoa nje ya Misri, unakuja kutuangamiza hapa jangwani. Kwa hiyo Mungu akamwambia, kwa sababu nasema nimewaacha. Lakini hapa tunaona jambo dogo. Kwa sababu ya hasira si hasira kusema kwamba ni yeye alikasirika, ni kwa hasira wale watu wanamkasirisha kwa sababu hawaoni ni mambo gani Yahweh amewatendea. Amewavusha kwanza bahari ya Shamu, akaangamiza wa Misri walikuwa wanafuata ndui zao. Wanafika jangwani, hakuna river, hakuna mvua. Anawapa maji kutoka mwamba, anawapa maji kutoka juu mbinguni, lakini kila siku alikuwa kanakaa anamungunikia Musa. Musa yeye hamkumbuki jana kulikuwaje? Jamani, tukumbuke jana Yahweh ametutoa wapi. Tusonge mbele. Tutaenda kuangalia. Musa anafika fasi kwa sababu ya hasira. Mungu alimwambia zungumza. Yeye anafika kama tena maji. Mungu anamwambia Musa, kwa sababu ya hiyo utaiona nchi lakini hutaingia. Ole wetu Yahweh tusaidie kwa sababu tusiwa kuona. Lakini nashukuru kwa sababu Musa pengine Yahweh alikuwa na mpango mzuri juu yake. Hakupenda ione Kanaani ya chini ya jua kwa sababu iko na matatizo. Alipenda ione Kanaani ya mbinguni. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Yahweh. Lakini neema ya Musa haiko ndio neema yangu. Kwa sababu haya yote yameandikwa nisome na nielewe. Nijue ninatembea ndani ya neno la Yahweh. Sio kila kitu nimekasirika nimeenda. Kila kitu nimefanya hivi nikakuwa. Yahweh anapenda tuenende kama neno lake linataka tuenende. Kwa hiyo tutasoma sura ya 5 namwambia, basi Musa mtumishi wa Bwana, inaendelea kusema alikuwa mtumishi wa Bwana mpaka sasa hiyo alikuwa hajamwacha. Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Yahweh. Kwa sababu lilikuwa neno la Yahweh. Halikuwa neno langu wala lako, ni neno la Yahweh. Yahweh akisema, kuna wimbo mmoja napenda anasema, Yahweh akisema wote waseme amina. Yahweh akisema upende usipende kama papa Bonye anavyosema. Lazima niseme amina. Sina kusema ilienda hiyo karudi. Lazima niseme amina kwa sababu Yahweh ndo anasema, sio mimi nimesema. Kwa hiyo naomba kama ilivyokuwa neno la Yahweh, mtumishi wa Mungu akafa huko. Alipokufa sio tunajua kitabu. Shetani aliona pengine anapata leo occasion, anapata, lakini nampenda Yahweh kwa sababu Yahweh ni mwaminifu na wa kweli. Kamwambia, ni mtumishi wangu, nilimchagua hata kabla hajaingia tumboni mwa mama yake. Mungu peke yake akamzika Musa. Lakini Musa hakuiona nchi ya ahadi, alikuwa ndio anaambia iko ndani maziwa na asali. Lakini hakuingia huko. Alikufa katika mlima na Yahweh akamzika huko. Na sisi tunaweza kujiuliza kama inawezekana Musa, imagine hizi kazi zote alizofanya. Kwa kweli watu wa Yahweh nakuwa na sipendi kazi ya uchungaji, sipendi kabisa. Kwa sababu sio kazi rahisi. Kuongoza mwanadamu si kazi rahisi. Unaona mnyama unaweza kama fimbo, unaenda na popote unataka, unaomba pita hapa unapita. Pita hapa unapita. Rudi huku unapita. Lakini mwanadamu ni shingo ngumu, hata unaweza kumwambia hiki ndio kizuri kinaweza kukusaidia kesho. Mwanadamu hawezi kukubali. Anawaambia vizuri Adam na Eva, unaona bustani ya Edeni yote. Anawapatia kila kitu, mwitawale. Kila mti mkule, lakini ule mmoja msikule. Lakini mwanadamu anachagua tu kifo baada ya kuchagua uzima. Na sisi tunaweza kuwa tuko hapa tunajiuliza tuko tunaenda
mbinguni, na kumbe hatuendi mbinguni kwa sababu hatutembei kama vile neno la Yahweh linataka tutembee. Kinyume ya neno la Yahweh, Yahweh hana rafiki. Kama hautembei vile Yahweh anataka, huyo ni ufalme mwingine. Tunaweza kukimbizana sana, tunaimba sana, tunacheza sana, tunahubiri sana, tunafundisha sana, lakini Yahweh anaheshimu ule anayeheshimu neno lake pekee. Amen. Unaona vile mtumishi wake Musa alivyochoka, anachoka na watu wa Yahweh, anawapitisha jangwani. Musa alikuwa anajua la kursia, shortcut. Ya kusema Juda alikuwa kwa Egypt. Alikuwa anataka shortcut anaweza kupitia na iwafikishe mara moja Kanaani. Lakini haikuwa mapenzi ya Yahweh wenye Kanaani vile. Alitaka wazungushe waone uaminifu wao. Walizunguka miaka 40 jangwani. Huko nazungusha watu shingo ngumu. Unawaambia pita droite anapita gauche. Songa mbele anarudi nyuma. Lakini Musa kila siku alikuwa anawaambia Mungu anapenda mfanye hivi. Mungu anapenda mfanye hivi. Hakuna mtu mwingine naona hapa Yahweh akampa amri, lakini alimpa Musa amri. Alikuwa anaongea naye kama anaweza kuongea, lakini akamwambia hutaniona, utaona tu nikipita. Lakini sijaona mtu mwingine anasema Mungu anamwambia utaona nikipita. Jua uko na ukiniona uso hautaishi. Lakini aliongea na Musa. Kazi Musa alifanya ilikuwa kazi nyingi sana za ajabu. Si hatujafika takota ya hiyo kazi. Lakini alimwambia unaona? Njoo ile kwa chini asira kidogo. Sikukwambia ufanye hivi. Nilikwambia fanya hivi. Musa, inchi ndio ile unaiona lakini hautaingia. Sasa na sisi Yahweh atusaidie sana tutembee kulingana na vile neno la Yahweh linataka ati tutembee. Kwa sababu hakuna kitu tutajitetea. Hii Bible haiko saa hizi, Musa hayuko tena. Saa hizi ni mimi na wewe. Musa hayuko tena. Inataka kunifunza mimi na wewe tunaweza kutembea aje kwa neno la Yahweh. Yahweh hana ule rafiki wa karibu kusema huyu ndo atambembeleza sana, sijui anapenda tu litii neno lake. Nilitii neno lake ndio siku moja tuweze kurithi uzima wa milele. Juu ameahidi kama tutaurithi uzima wa milele, lakini tutaulizije? Kuko masharti ya kurithi uzima wa milele. Tutembee kulingana na vile Yahweh anataka tutembee. Pasipo hivyo hatuwezi kuona huyo uzima wa milele. Tusidanganyane. Siku moja tutajipata matatani. Unaona kuko vitu vingine tunakuwa tunafanya kwa kweli. Uko mwanadamu, mimi niko mwanadamu navaa mwili. Lakini mambo ya nini unaweza kukatazama sema kweli Mungu tu ni wa rehema. Juu kama mimi mwanadamu na pesa hizi nitakamata fimbo ni wararue nyinyi wote hapa. Lakini na Mungu anaendelea kutubembeleza kwa juu ya ile damu ya Yesu Kristo. Anaweza kusema baba wapatie na muda pengine kesho wanaweza kuongoka. Amen. Lakini mimi na wewe shingo ngumu hatutaki kusikia neno. Tunataka kutembea kulingana na vile nasikia nitembee. Nifanye kulingana na nataka nitembee. Kama Yesu alisema pita droite, mimi nataka nipite gauche, ndio hivyo. Yahweh iko pale kwa kuheshimu neno lake. Maana heshimu wanayeheshimu neno lake. Tunaona vile ndugu yetu Musa alivyoteseka sana na taifa la Israeli, lakini Kanaani hakuingia, lakini nashukuru kwa sababu aliingia Kanaani ya mbinguni. Amen. Tutaenda katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura yake ni ya 4, mstari wa 16 hadi 18. Wone hapa ni mambo mazuri ndugu, lakini Yahweh ni Yahweh. Yahweh akisema na watu wote waseme amina. Sio mimi niseme watu waseme amina. Mimi naweza kusema hata wao wanaweza kusema leo nakutana kesho kana jicontredire. Lakini kama Yahweh alisema neno, hawezi kugeuka. Mstari wa 6, Samueli wa kwanza mstari wa 6, sura ni ya 4, tutaanzia sura ya 4 na mstari wa sura ya 4 tutaanzia sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18. Yule mtu akamwambia Eli. Eli alikuwa nani? Eli alikuwa kuhani, si kama mimi na wewe. Si kama leo anasema mimi ni mwimbaji. Sio mimi ni mama kiongozi. Hapana. Eli alikuwa kuhani wa imagine. Lakini Yahweh hajalisha na kwa kuhani. Yeye anajalisha na neno lake. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndiye niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, "Yalikwendaje mwanangu?" Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, "Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti,
Tena watu wengi sana wameuawa, hata wana wako wawili, Hofni na Finehasi, wamekufa pia. Na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipotaja sanduku la Mungu, Eli alianguka kitini pake kwa nyumba kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa. Maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Alikuwa amewaamua Israeli miaka 40, lakini Yahweh hakujalisha kwa sababu Eli ameamua, alikuwa mwamuzi wa Israeli miaka 40. Kwa sababu kuna wakati mwingine watoto wanakaa wanatulemea. Ukishakuwa mzee au kama tena na fimbo umpige. Akitaka kwenda huko anaenda kule anataka. Akitaka kuvaa anavaa vile anataka. Akitaka kusema tu kwa sababu wanatuprofite kwa vile uzee wetu. Nina mtoto anakuwa mama mimi sipendi vile, mama mimi nataka hivi. Lakini unaona mtumishi wa Yahweh alikuwa watoto walikuwa wanafanya makosa na kutamwambia watoto wangu, mbona unasikia mnafanya hivi? Kwa sauti ya ule upole, kwa sauti ya ule kutokukemea, mwambie hapana, neno la Yahweh linasema hapana. Hapana na hapana, kama ni ndio ni ndio. Lakini alikuwa tu, mbona ninasikia wanaenda kuzini na kanisani, wanaenda wanakula vitu walimtolea Yahweh, wenyewe ndio wanakula. Yahweh hakutaka aseme ni watoto wa Eli. No? Watoto wa Eli walipigwa pamoja na baba yao. Ndio anasema atalipiza kisasi kwa kizazi cha 3 na cha 4, tusidanganyane. Kama anasema utabembeleza sana, tunaweza kupigwa juu watoto wetu. Juu Yahweh hajali aseme mtoto ngalifanya. Ni maandiko inasema nitakipiga kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao. Eli anawaambia watoto wake na kwa kweli nikiangalia kama mimi, na mimi nimekuwa mzee, nilikuwa mkali sana, nilikuwa mdogo sana. Tantini anajua, alikula fimbo sana. Lakini saa hizi siwezi, sasa mwanamwambia hapana mama sitafanya vile. Na mimi nafuata tu anasema atafanya. Lakini sasa alikuwa mdogo, alikuwa anajua kisikia tu sauti inakuja, ni kama simba na ngurume. Mama nakuja, mama nakuja. Kila mtu anakuwa display. Lakini saa hizi mama hapana. No, kwa sababu wananiprofite kuuza niko nao. Sasa tunapiga tena. No. Lakini Yahweh hakujali asema Eli amekuwa mzee, watoto ndio amemkosea. Alitaka Eli awe muamuzi mpaka kufa kwake. Sawa, namletea habari, ilikuwa habari mbaya sana kwa sababu sijui sanduku la agano lilikuwa nabeba nini, lakini nilikuwa nabeba amri na fimbo ya Musa. Ni kitu unaibeba amri ya Yahweh ndani ya roho yako. Kila maisha unachafua roho yako na kila kitu unasikia unataka anachoka kichafua. Yahweh atakusaidia, yeye atatusaidiaje kama tutaki kusaidika? Uchawi ni hapa. Uzinzi ni hapa. Uongo ni hapa. Na unasema kwa mtu mwana alikuwa mama mchungaji alikuwa anasema, mama papia tu hii ni uongo takatifu. Shwali mama. Kwa uongo takatifu. Uongo ni uongo. Kwa sababu mbele za Yahweh hakuna dhambi ndogo wala dhambi kubwa. Uongo takatifu. Kwa hiyo Yahweh hajalishwi na kile kitu niko nani. Anajalishwa na neno lake peke yake. Kama amesema. Mimi sio vile kumcontredire kwa sababu sijui nani inaandika 29 nasema hivi, ile tumeona njoo yetu na ile hatukuona tutaki kujua. Kama Yahweh amesema fanya hivi, tufanye vile alivyosema. Amen. Huko katika kwaya ninapenda sana, ilikuwa kanisa moja ya kina Tantina, alikuwa anaingia Nairobi. Mwimbaji kama kuja kufanya practice, wanakufungia kuimba. Na unasikia uko na ile wananifungia kuimba. Uko na ile susi ndani ya moyo wako sasa. Sifanyi ndani kazi ya Yahweh. Lakini inashangaa sana. Sasa unajisikia kutoka kanisa unakuja. Yahweh ni rafiki yako. Alimwita Abraham rafiki yake kwa sababu alikuwa analitii neno lake. Twende maombi. Leo sana nasikia kwenda maombi naenda. Maana kuja kanisani ni kuja kupoteza wakati. Lakini sasa kuna mambo yako mengine ya ovyo ya maana, hauwezi kuja kanisani. Lakini anasema utafutani ufalme wa mbinguni na haki yake. Amen. Na wengine tutazidishia. Amen. Kila kitu unataka kwenda kusoko, leo sitaenda kwa kanisa, juu ni kwenda kusoko. Wewe uko mzima? Mtoto asikutenganisha na neno la Yahweh. Bibi asikutenganisha na neno la Yahweh. Bwana asikutenganisha na neno la Yahweh. Kwa sababu hiyo siku hakutakuwa mama na mtoto, wala hakutakuwa
mke na mume, kila mtu ataingia na mzigo wake na matendo yake. Yes. Sasa wakati mwingine unasikia mtoto mimi nampenda tantine sana, wakati mwingine anataka hata chai kumeza na kabla anakimbia kwanza. Lazima niseme kweli. Kweli ni kweli. Na kweli ni neno la Yahweh. Kwa sababu hatutabembelezana tupaka ni mafuta. Ufalme wa mbinguni hatusifikirie vitu tunafikiria kama ni kimlango kama hiki tunakuja tunaingana na mizigo zetu zote. Mtu mmoja ninadai siku moja hivi, kuna mama mmoja alikuwa na Mungu anakuambia kwenda kafanya kazi Margaret. Unasema hapana, mama papi mama nilituma. Bali kutuma wewe kumtuma mimi. Anakuambia kwenda kafanya kazi. Anakaa sasa kwa barabara yuko anajiuliza, sasa kule mimi naenda na nani? Kipande tu na mtu anatukelezea, ndugu habari mzuri. Unaenda wapi? Anaenda kwa ile mji fulani na ile. Ndugu anamwambia kuja na mimi huko ndo niko naenda. Twende pamoja nisaidie twende pamoja njiani. Hawakukutuma na ule mtu. Abraham alitembea na miaka ngapi na Lutu? Kwa sababu hawakuwa wanaomba mtu mmoja na Lutu. Hakusikia sauti ya Mungu. Ndugu wanda wanafika kwa njia. Fasima kulikuwa kwa river, pale river ilikuwa kupita mpaka concentrate kama kwa mama samini, ukwe mkonda kama kijana wangu pale. Mama ashaviona na mizigo. Na mizigo. Mtumishi wa Mungu alitumwa, ana nitamsaidiaje? Huko mimi kuna mizigo mingi. Tamsaidiaje? Ule mwenye alikuja nyuma anamwambia, "Mama ni mimi unakaa hapo." Anasema, "Mimi nataka kuvuka, lakini mizigo." Lakini mizigo. Beba mizigo nikusaidie. Kuja twende. Tunaenda pole mtumishi na wote ni watumishi. Tunafika katika ile bwana factory. Unaona mizigo niko na wewe wapi? Napasha kuwa niko huru nisikie. Niende kwa sababu nataka kuingia mbinguni. Lakini sasa unaona mizigo na kubeba. Ule mtumishi anashtoka. Mabando usunabia mtumishi wa Mungu. Inakuwaje naambia. Ile mizigo alikuwa anabeba kwanza tafuka nayo wapi? Alikuwa anabeba mizigo. Hatuwezi kuingia mbinguni na mizigo. Amen. Tunaingia mbinguni kupitia neno la Yahweh. Mizigo ya sasa imejaza hapa. Kisha uko unatarajia kwenda mbinguni. Uko nani wewe? Niko nani mimi? Tuwe wepesi. Tuwe wepesi. Kwa neno la Yahweh nataka tuwe wepesi tufanye kazi yake. Kaendelea na njia. Mtumishi walikuwa watumishi wote, lakini ule ndugu walikuwa mtu wale kwa maji alikuwa malaika. Imagine. Neno la Yahweh tasimama imara. Mimi na wewe tunaweza kubadilika. Zamani sasa nilikuwa msichana mdogo, nilikuwa mrembo sana. Mpaka na mimi nilikuwa naangalia kwa kina sema lakini sasa tunaenda kuangalia tunaambia hiyo kio baki kwanza hapa. Kwa sababu sura inaanza imekunjana na kwa nasikia woga kwa kio. Lakini neno la Yahweh halibadiliki. Mimi na wewe tutabadilika, lakini neno la Yahweh halibadiliki. Wanaendelea na njia, wanafika kwa ingine mji. Wanapata ndugu alikuwa naomba mtoto miaka mingi. Ndugu wanapita na ndugu aende kitana kwa kanisa. Anakuwa tu bebe na mtoto asikutanganisha na neno la Yahweh. Yes. Kwa sababu kila mtu anaenda na mzigo wake. Bebe. Wanafika pale wote kwa bananisha mtumishi wa Mungu yuko kwa hii area ni mgani pale kwa ile nyumba. Wanaenda mtumishi wa Mungu kwa room. Wanaingia kwa nyumba, mama anawakaribisha vizuri, anaenda kumuita mtumishi kwa room na iko na mtoto. Paka watumishi hapo wanakutafuta, anaingia na wasalimia vizuri. Anambia mama washughulikie, anarudi kwa mtoto. Ule bandia alikutana ule mtumishi kwa njia. Usiku hakuna milango, tunajua ni sio nyumba za ushago. Anaamka na pole baba analala mpaka na mtoto hapa. Anaenda kumata vichwa. Mtoto anakufa. Anakuja anamwambia, "Unajua, nishanyonga ule mtoto." Ukisema nguvu utasema vizuri. Simicho ni Mungu, ukisema nguvu utasema. Ukisema tu kumkisi, utaeleza mzuri. Anamaza wote. Na mtumishi wa Mungu anakuwa kimya. Mama usiku anaamka kunyesha mtoto ni maiti. Kelele zinaanza. Ule alimunyanga asema, mama, pole. Hatutakana tuje na wewe, pole antuka. Sisi tuko na safari ndefu tunaendelea, lakini jipeni moyo." Wanaendelea na safari. Wamefika mahali pengine wanakutana mtumishi wa Mungu hivyo. Vitu vya dunia zisitoe kwa mapenzi ya Yahweh. Mambo za ulimwengu zisitoe kwa mapenzi ya Yahweh. Yahweh anamheshimu mtu, anaheshimu neno lake peke yake. Mtumishi wa Mungu aliona alibadilisha gold kubwa, akaona hii gold kusema niipate. Ifo niishi nyumba yangu na vyote niko navyo, nilipata hii gold afa nakuwa na familia. Nitanunua hii Texas yote. Sasa nitakodesha hapa, patakuwa farma, itakuwa hivi.
Ule bandina alikuwa malaika, wanaingia. Hodi karibu, wanawakaribisha. Mama anamwambia pako watumishi tunakutafuta. Anatoka na wasalimia, narudi kwa room. Kwa napanga bilamu. Kiuza kafanya hivi. Neno la Mungu tumefunga Bible. Weka pembeni. Kiuza hii nitanunua pale. Hapa nitafanya hivi. Ngombe fulani. Ule ndugu ashaona nafasi ile gold iko. Siku wa manene ndugu anaamka na ibale gold. Hamwambii ndugu yule alienda naye. Anakimbia mbali anaenda kuivisha kisha anakamwambia ndugu, fanya haraka uamke. Gold nimeshaiba. Sasa huyu ndugu akiamka, hapa kimetupata. Twende mapema. Ndugu, ukisema tu nguvu tenda kusema kwenye niliweka. Jua uko kwenye niliweka. Mtumishi wangu anakuwa, twende tu, twende. Wanaenda wanafika pale mle ndugu alifichika gold na hata gold yake anaanza kwenda nayo. Wanaenda kufika ule mji sasa walikuwa wanachunga. Wanaambia ndugu, wanaenda kwa hoteli, ndugu, tusaidie nafasi ya kulala. Ndugu anawaambia, nyinyi watu gani? Sisi ni Wakristo. Sasa msiseme hiyo jina kwa wao wanasema. Watu wakisikia mpiko wa Kristo hapa mtani huyu, customer wangu wote watatoka. Ule bandia anamwambia, ndugu, tusaidie nafasi tu kwa choko mwetu nale. Tusiseme sisi tufunge usiku. Tutamka mapema kabla hujaamka wasituone. Huko ndani, eneni basi mlale kwa choo. Wakaenda wakalala kwa choo. Ndugu akaamka asubuhi na mapema. Anaambia ule sasa mtumishi mwenituma. Anambia ndugu, sijaona mtu mzuri kama huyu. Anatupatia nafasi ya kulala. Ule ndugu anaangalia. Nafasi ya kulala tunasha kwa choo sema. Tungelala nje Simba zitukula. Lakini tumelala kwa choo, tumeamka tuko wazima. Sasa acha tu sina kitu cha kumpatia. Kama hata kile kigold chote, kamata. Hakuhubiri tena injili kwa sababu alikuwa anaulizana naenda na nani. Malaika akapotea. Aliwaita watu, wanasema kujeni muone sijaona mtu kama huyo. Watu waliokoka pasipo kuhubiriwa. Watu wanaweza kuokoka kulingana na matendo yetu. Si kwa kusema kwa vitu tuko nazo. Wataokoka kulingana na matendo yetu vile wanatuona tunaji comportement yetu. Mtu anasema no, nataka kwenda kwa ile kanisa, pale kwa ile kanisa na pako mimi. Lakini sasa tunaona moto hauko, baridi hauko. Ukisirani niko unataka kumvuta nani kwa yawe? Watu wa ile fasi yote walikuja wakampokea Yesu kulingana na matendo ya ule malaika alimtenda tu pale kwa ule ndugu, akampa kile kigold chote. Ndio ni ajabu. Kama mimi na wewe sasa sitaweza, na mimi nilikuwa niko napangilia taunua wapi saizi. Tunaona Yahweh anapendezwa pekee na watu wanayemuogopa na kulitii neno lake. Ingine Yahweh kwa kwake. Huyu tunaona ni mtu wa pili kwa Eli. Yahweh hakujalisha kusema huyu alikuwa mwamuzi wa Israeli miaka mingapi, 40 yote. Hata nimsamehe. Na alikuwa mzee, mtawezi kumsikia. Lakini kwa sababu hakulitii neno langu, naye na watoto wake wote. Tuzona mtu mwingine wa tatu. Kitabu tu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili sura ya 6, tuanzie hapo mstari wa 4 hadi wa 8. Maandiko yanaweza kuwa marefu kidogo, lakini ni kusaidiana. Kwa sababu pasipo neno la Yahweh hakuna mahali tunaenda. Mstari wa 4 imeandikwa, wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana. Na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Yahweh kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kiamba na kwa matowazi, kwa sababu wamelikomboa sanduku la agano. Nasi tunapomtoa mtu mmoja katika ulimwengu tumwini kumidana na neno la Yahweh, hata malaika mbinguni wanashangilia. Lakini sisi pale wanasema tumtoe mtu kwenye tumuingize, sio tunataka tunamvunja moyo abaki huko nje, asiingie kuja kumwabudu Yahweh wala kumpendeza Yahweh. Lakini tunaona hawa wale tutangulia walipolikomboa sanduku la agano, walicheza kwa shangwe kubwa sana, wakafurahia kwa sababu tunalikomboa sanduku la agano.
Si tunapenda wenzetu wakaje kule nje, unaenda kwa mtu na unajua ndio vile mama pastor anakuwa tu hivi, sijui mama Fadila anakuwa tu hivi, na naona ni mtu mwingine kanisa moja. Wewe kichoko inafanya sawa? Kanisa letu na unalitamka kanisa letu wako na maneno mengi, unalisaidia na nini? Kanisa lako kama liko na maneno mengi unalisaidia na nini? Isipokuwa tuombe, kwa sababu tunayaweza yote katika yeye atutia nguvu. Lakini tunaona Daudi walipolikomboa sanduku la agano, walicheza wakachangilia, wakafurahia kwa sababu wamelikomboa sanduku la agano. Na sanduku la agano lilikuwa ndani amri 10 na fimbo ya Musa. Wakashangilia. Lakini sisi tunakuwa kama Mungu kama ni sijui ni kazi yako kama mtoto wako. Mungu ni kazi yetu sisi. Tunamkamata vile tunataka tunakamata kazini. Au kama vile mama Margaret hapa anafanya blog sana hapa na papa Boniface. Mungu hayuko hivyo. Mungu anaheshimu, anaheshimu neno lake pekee. Hana rafiki mwingine isipokuwa kulitii neno lake pekee yake. Sura yake hata inasema. Nimemaliza hapa vile walivyoshangilia. Sura 6 inasema hata walipofika kwa Uga ya Nakoni, Uza akanyosha mkono wake, akanyosha mkono, sanduku la Mungu akalikamata, kwa maana wale ng'ombe walikungua. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale penye sanduku la Mungu. Kama mwanadamu ninavaa mwili, ninaweza kuona Uza alikuwa alifanya jambo zuri, lakini halikuwa neno la Yahweh. Neno la Yahweh lilikuwa linasema kabila la Lawi peke yake ndio watashika sanduku la agano. Lakini Uza hakuwa kabila la Lawi. Uza anaona sanduku litakuanguka. Sio neno la Yahweh. Yahweh amesema kabila la Lawi peke yake ndio watashika sanduku hili. Mtu anamchagua pastor, anasema mimi nataka pastor na mimi nataka kuweza. Pastor mkubwa alisema vizuri siku moja, mtu mmoja anasema nataka kuhubiri. Unakuwa uko tayari? Kahubiri. Anakuwa haujakuwa tayari kwa neno, lakini unataka kujitoa kama wewe ni mchungaji. Unataka kujitoa sijui ni mwalimu. Nani alikwambia kama uko mwalimu mama? Na Yahweh alikwambia kama mwalimu? Haujui kuimba kama mama yake. Napenda tu kuimba hapa, lakini nimeonya na mtoto. Sina sauti. Lakini nimeonya na mtoto. Na kwa hiyo nataka nifanye kazi ya Yahweh. Ninaweza kuwa mchungaji na mimi. Kwani mchungaji nini? Hapana. Ni kazi ngumu. Mimi sipo mchungaji, hapana, hata siku moja kama maisha yangu. Hata kinaambia nafikiri mimi nitatoroka. Kwa sababu ni kazi ngumu. Kumuongoza mwanadamu si kama kumuongoza mnyama. Mwanadamu kila siku ana shingo ngumu. Unaweza kumwambia pita droite na pita gauche. Tuende mbele na rudi nyuma. Lakini unamuongoza mnyama, huko tunafungwa na mwambia. Kwa kweli hata hatujui vizuri, lakini Yahweh alisamanisha. Akatuma kwa mfano wake. Lakini mnyama iko na utifu kushinda mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu unataka kumwambia pita hapa, mimi nitapita tu hapa, mimi nitapita tu hapa. Tupite hapa leo basi. Lakini ona neno la Yahweh. Uza alikuwa amefanya jambo lizuri sana, kwa sababu unaona sanduku la agano linakuanguka. Wewe nilikwambia nishike sanduku. Nimesema kabila la Lawi peke yake ndio atashika sanduku la agano. Kwa sababu si neno langu, Uza maiti. Daudi na yeye kina timika. Anashinda sasa, jamani. Sio neno la Yahweh. Yahweh anaheshimu neno lake peke yake. Ayana neno lake hana rafiki. Upende usipende. Kama amesema tufanye hivi tufanye. Amekuta kwa mwimbaji imba vizuri kama Yahweh anapenda kusema. Jamani wanatuhubiri sana. Wametuhubiri sana nafikiri wakati mtu unasema masikio yanaweza kuchoka juu ya kuhubiri. Lakini masikio yako ndani miti. Hatusikii. Kila siku. Na ninampenda Yahweh sana kwa sababu alituachia neno lake. Uza wa leo hayuko. Uza wa leo ni mimi na wewe. Unapenda tu na mimi pale wanione niko mkubwa. Mbele za Yahweh kuna mkubwa. Daudi alikuwa anachunga kondoo. Lakini Yahweh hakujesha kama ni mchunga kondoo, alikuwa mteuliwa atatawala taifa la Israeli. Na tukienda maandiko sana
Daudi ilifika mahali akamwambia baba, nataka nikujenge. Akamwambia hautanijenga kwa sababu mikono yako imegusa damu. Na yeye alikuwa anamruhusu. Alikuwa anampa hizo nguvu za kwenda kuua. Lakini alimwambia hautanijenga kwa sababu mikono yako imegusa damu, lakini kwa watoto wako nitateua wale atakayemjengea. Kwa hiyo Yahweh sio rafiki yangu kama sikuheshimu neno lake, wala Yahweh si kazini yangu wala noko yangu. No, Yahweh ni Yahweh na neno lake ni kweli na haki. Yahweh tusaidie kutembea kulingana na neno lake. Una mtu wanaambia tu saizi. Ni wapi wanasema ni mbali hapa kama Austin. Austin iko $10. Nitaenda hata kwa Austin sijui niko naulizisha. Pale walisema watapatia wakimbizi $10. Mpaka nijue Austin na sijui. Lakini kwa ajili ya neno la Yahweh, mtu ana uchungu na neno la Yahweh. Anachikamata tu vile anataka. Sijui nitumika usiku. Ndio kweli tunachoka, kazi za Amerika tunajua ni kuchoka. Watu wanachoka sana, lakini nampenda mama dadangu pale msichana wangu mama BMC. Anakuwa anatoka kazini lakini anapita ndani kwa maombi. Kwa sababu unajua ni kitu gani anachokitafuta. Yes. Lakini mtu gani anachoka sana, mtu anafanya wiki nzima, wiki 2, wiki 3 ukuje. Haukuji kukusanyika pamoja na wenzako. Shule unasikia uko aje? Unajisikia uko aje kwa maisha yako? Mimi napenda tu Yahweh nipe kazi nyingine, anipate tu kazi ya kumtumikia sijui kumtumikia. Lakini napenda Yahweh anijalie kumtumikia kama ilivyo kwa mapenzi yake. Kwa sababu siku moja niweze kurithi uzima wa milele. Kwa sababu ulimwengu tunauona. Na mambo yake hata upendeze aina gani, siku moja utapita. Lakini neno la Yahweh litasimama imara. Amen. Leo nilisikia buvivu, mtu kukutana, unaenda mtu kukutana na rashwa. Asina atakuja kwa kanisa juu, analala. Hakulala veye, hakulala kazi. Iko tu kukutana nasikia buvivu asia analala. Unashindwa kujua mtu huyo mtu anasema tutamuombea aje? Tutaomba deliverance. Watu tujikangane. Unaona kwa siku moja mtu alikuja hapa, mtanisamee kidogo niseme. Alikuwa kama alinikwaza kidogo. Juu alisema sijui kama alikuwa na hekima. Juu mtumishi wa Mungu lazima awe na hekima. Bila kusema maneno na tafakari na maneno yanaweza kusema yanaweza kupendeza ama yanaweza kuvunja mioyo ya watu. Juu haiko sio tu kwa hapa ndio vile tunamjua Yahweh sawa sawa. Kila mtu kuna neno lake. Yesu alikuwa hapa miaka 3.5 akihubiri, akiponya, akifungua. Watu walikuwa wanafunguliwa, lakini alikuwa na wanafunzi wangapi? Tukihesabu kabisa wanafunzi wake alikuwa 11. Juu wa 12 alikuwa yatamsaliti. Tunapenda kanisa lijae. Lakini tunapenda kanisa lijae watu wenyewe wanamuogopa Mungu, sio wapinzani. Kila mtu awe na roho moja. Tunasema imani moja, baba moja, ubatizo moja. Hata tujue tufike huko. Wengine nasema sijui Ben Hill, mimi sitaki kuwa kama Ben Hill. Sijui. Mimi nataka niko kivyangu vile niliitwa na Yahweh. Lakini ninapenda Yahweh alete watu wale wanayemuogopa Yahweh. Wanayesikia neno la Yahweh na tetemeka. Yahweh amesema na sisi tuseme amina. Amen. Leo kwa kwaya, kesho huko. Leo kwa maombi, kesho huko. Sasa hizo ndio waulize. Hakuna dalili moja ya maana inaweza kubakosesha kukuja kwa kanisa. Utakutana wengine sasa hivi bugali hivi chelewa kula, ndio nachelewa niko nakula tu. Chakula ni kwa tumbo. Na tumbo ni kwa chakula, lakini siku moja vitaharibika yote. Kwa hiyo tuombe sana Yahweh tusaidie kuweza kupenda neno la Yahweh na kutembea kulingana na vile Yahweh anapenda tutembee. Kwa sababu tunaposoma maandiko kwa kweli tunaona au watu, imani nikikumbuka vile hizi kazi ya watu walikuwa wanafanya, unasikia mimi sijafika kota. Kumbe sasa mimi ni nani? Unakuwa unaingia mashakani, unakuwa unasema sasa mimi akikuja hata mimi ni mavumbi, hata niona kwa sababu hakuna kazi nimefanya kama hii au walitutangulia walifanya. Lakini aliwaambia hamuingii. Tupende sana kuingia katika ule ufalme ujao, kwa sababu huyu ulimwengu. Nakumbuka zamani sana nilikuwa niko mdogo, sasa nilikuwa bado niko mdogo. Nilikuwa na marafiki. Na marafiki nilikuwa naheshimu sana. Kila mara kama papa hayuko ameenda safari, na furahi kila siku aende safari. Niende kujivinjari. Naenda tunaambia wote wewe mfunge, tunataka kuja mnena, tunaheshimu sana. Tuko kwa Maria, tutaingia mle ndani saa 9 saa 12 kifika tunatoka. Tunaheshimu sana.
Lakini kwa neno la Yahweh, kwa nini simtumikie kushinda vile nilikuwa namtumikia vile nyuma? Nilikuwa namtumikia mwovu na hata nipatia merci. Huyu mtu atanipatia asante, kwa nini simtumikie sana? Nimtumikie na akili zangu zote na nguvu zangu zote na mwili wangu hata ni wauze. Kwanza ninashukuru. Mimi naona wale watu waliokuwa wale watoto wadogo nasikia kufurahi naona tu watu bado mko na nguvu vijana. Sasa kumtumikia Yahweh. Lakini zamani mgongo na ruma, kuamka ndio tena kwa nguvu. Lakini Yahweh nataka tutembee kulingana na vile neno lake linataka tutembee. Amen. Ndio rafiki wa Yahweh peke yake. Aliye ya neno la Yahweh hana rafiki. Hana rafiki. Kwa kweli tukiangalia vile Musa alivyotembea na Mungu, akatumika kazi nyingi sana ya kuchoka. Akachoka sana na wana wa Israeli akabaini kumwambia mtu kitu hakuelewi. Leo alifanya hili jambo, kesho ukirudi unakutana mtu ashafanya ndama. Anakuwa tena kuabudu ndama. Lakini Yahweh alimwambia hawingi. Na watu hao alikuwa anampatia awaongoze, ndio alimfanya kutokuingia Kanaani. Tuwe makini sana na watu tunaowaongoza. Mtu unayemuongoza asikufanye kosa kuingia mbinguni. Amen. Mtoto aliyemzaa asikufanye kukosa kuingia mbinguni. Amen. Bwana aliyekuoa asikufanye kukosa kuingia mbinguni. Amen. Hata mama yangu hata baba yangu. Unaona mimi nasema wakati mmoja ndio nilikuwa na baba na mama walikuwa wananipenda sana. Baba alikuwa ananiambia, "Haya, ningezaga mtoto kijana. Nilikuwa nimezaa mtu wa maana sana." Sasa alikuwa ananipenda sana. Lakini siku alifika mbona kuna leto ndio. Sasa ndio peke yake. Alikuwa ananipenda. Lakini Yahweh mpaka kaburini kama ulimtumikia kwa haki na kweli yuko pamoja nao. Amen. Na nakwambia haukufi unaenda kupumzika. Mchungaji aliambia siku moja kitu kizuri sana. Kuko kuzimu kuko jehanamu. Watu wanateswa kuzimu. Bado jehanamu haijakuja. Lakini kuzimu watu wanateseka. Sasa naambia siku jehanamu itafunguliwa. Bado jehanamu haijafunguliwa. Sasa naambia siku jehanamu itafunguliwa kwa kuacha. Na hii ni ya milele, hakuna kusema basi siku moja tutapata repo. Tujikaze sana tungangane. Ya watu tie nguvu kwa sababu pekee hatuwezi. Atutie nguvu siku moja tuweze kurizi uzima wa milele. Pasiwe mambo ya kutukutanisha na baba yetu wa mbinguni. Tutembee kulingana na vile neno la Yahweh linasema tutembee. Ndio ombi langu. Naomba nasema Yahweh, nijalie kile kitu upendi. Nijalie kuweza kukia. Na kile kitu tunapenda nifanye, nikifanye kwa bidii. Kwa sababu siku moja nilikuwa. Kwa hiyo ninashukuru Yahweh sana kutujalia. Neema sana kupartager parole yake kwa sababu ni neno la Yahweh. Amen. Mtu anaweza kutazama gazeti. Ni gazeti? Gazeti mtu anaweza kusoma tangia asubuhi mpaka usiku ayasimzia. Na napenda sana kuona Roma alipita hapa, akaenda Afghanistan, akarudi. Tangia asubuhi mpaka usiku. Lakini mwambie asome Bible mstari mmoja pekee. Usingizi washakubeba. Yahweh kama mchungaji ataleta na vizuri. Kwa kweli ingekuwa kama Yahweh iko na hasira kama ile kitambo. Angefungua tu hivi tuongee kama leo na wako. Lakini kwa sababu ya Yesu anaambia baba acha kwanza tuone kama kesho watatubu waweze kuongoka. Tunachofanya kile tunataka. Yahweh haiko hivyo. Yahweh anataka wale watu wanatembea kulingana na vile neno lake linasema. Kinyume neno lake hana rafiki. Namshukuru Yahweh sana kwa maana ni mwema. Kwa kunijalia pamoja na uzee wote. Ninaomba nipigane vita vizuri, hakuna kitu ninaomba kama Yesu mwenyewe ninabakiza kwa nayo hapa chini ya jua. Anijalie kumaliza vizuri. Kuliko kule nilianzia. Kwa sababu kule nilianzia nilikuwa na mateso mengi sana. Unakuja kwa sasa hivi mpaka nilale. Watu wanajua Rwanda na nafikiri wanajua mitsingi. Nilikuwa na menda crate ya mitsingi. Naiko kwa fridge start. Lakini hakuna siku za leo ninambia sana. Na sasa nilala na ninapolala nikiamka tena ndio ile mafikiri nakuja damu. Siku sitaki mitsingi sana, nataka Johnny Walker leo. Yeye amemtoa mbali tena mtumiki. Amen. Nachukua Johnny Walker nasema leo mtumiki tu na Johnny Walker juu na sitaki kumit. Siku mwanamke pepo. Sasa leo nimejua neno la Yahweh, nikose kujibana na mikono yote na miguu na shingo na kila kitu. Watu wengi sana walikuwa kwa hiyo exam size ya wakati. Kwani mimi nilimpa Yahweh nini?
kusema nijeleme mpaka size mimi naishi. Nikuja Nairobi siku moja ninawaambia watu, nawaambia mimi namshukuru Yahweh sana kwa sababu niko na watoto 9. 9 nikamwambia na niko mama mjane. Lakini yeye anasema yeye ndiye baba wa mayatima na yeye ni mteteaji wa wajane. Ilikuwa ngumu, lakini pamoja na Yahweh tunayaweza yote. Unakuta na mtu kuna mtoto mmoja Nairobi ni maibobo. Chokora. Ya, chokora nakaishi kwa barabara na mtoto mmoja. Mtu kuna mtoto mmoja anamfukuza kwake. Na mimi nikawa na watoto 9 na nikaambia Yahweh nalea. Pamoja na wewe ninaweza yote. Amen. Kwa sababu ni neno la Yahweh. Unakuta na mtu kwa madhabahu anashimama na ubiri juu ya family planning. Wewe wapi naandikwa ndani ya Biblia? Mtu kutoa mimba kanisani si jambo la kutosha. Wapi naandikwa? Ole wetu Yahweh tusaidie mtu. Mtu anasema naona mtu anaweza kuzaa watoto anataka kulea. Nikamfuata ile pastor mtu anisamee mchungaji nisamee mimi nakuanga na